Habari gani watu wangu wa Tubone Media, na leo tunazungumzia kesi inayoshika vichwa vya habari kila kona, Tundu Lissu dhidi ya Jamhuri, na kesi ya uhaini, uchochezi na shutuma zingine nzito. Na sasa hivi kila mtu anajiuliza nini kinaendelea, na leo tutafuatilia kwa undani zaidi. So kama wewe ni mara ya kwanza unatuangalia, hakikisha umesubscribe channel yetu na kubonyeza alama ya kengele ili uwe mwanafamilia wetu. Na leo Tundu Lissu alifikishwa Kisutu Resident Magistrates Court kwa ajili ya kusikiliza mashauri ya kesi yake maarufu kama criminal case namba 860/2025. Lakini cha kushangaza tena, kesi imehairishwa tena hadi tarehe 1 Julai 2025. Je, hii ni mbinu ya kuchelewesha haki au kuna sababu za msingi? Twende taratibu tutapata kujua. Na baada ya kesi kuahirishwa, Lissu hakukaa kimya. Aliwaambia wanahabari kuwa ataendelea kujitetea mwenyewe mahakamani. Alisema kama hivi, na nukuu maneno yake, alisema kwamba nimeamua kusimama mwenyewe mahakamani kwa sababu hii ni zaidi ya kesi ya jinai, na hii ni kesi ya maadili na haki za msingi za Watanzania. Kauli kama hizi zinaonesha nini? Hii ni mbinu ya kujenga ujasiri mbele ya wafuasi wake, au ni hatua ya kuthibitisha kuwa anaamini katika haki zake mwenyewe? Na hemu tuangalie historia kidogo ya kesi hii kwa haraka. Kesi ilianza mwaka jana baada ya Lissu kurejea nchini kutoka uhamishoni. Tangu mwaka huo imekuwa ni mlolongo wa mahahirisho, lakini sasa tunaelekea kwenye hatua muhimu. Utetezi wa Tundu Lissu, lakini sio tu wafuasi wake wa Chadema waliojitokeza kwa wingi kumuunga mkono, hata vigogo wa zamani kama vile Dr. Slaa ameonyesha kuwa akitoa usaidizi. Na hii inamaanisha nini kwa siasa za Tanzania? Na hii kesi si tu kumuhusu Tundu Lissu kama mtu binafsi, bali pia inagusa mustakabali wa siasa za Tanzania. Je, kuna juhudi za kuzima sauti za wapinzani, au ni nafasi ya serikali kuthibitisha kuwa haki inatenda kwa kila mmoja? Na unajua nini? Uchaguzi wa 2025 uko karibu, na kesi hii inaweza kuwa athari kubwa la mtiririko wa kupiga kura. Watu mbalimbali wamekuwa na maoni tofauti kuhusu kesi hii. Baadhi wanasema Lissu ni shujaa anayepigania haki za Watanzania, wakati wengine wanadai kuwa serikali lazima ichukue mkondo wake bila upendeleo. Je, wewe unasemaje? Unadhani kesi hii ni mwelekeo gani? Andika maoni yako hapo chini kwenye komenti, na nataka kusikia sauti yako. Wewe unasemaje? Hiyo ndio breaking news ya leo kutoka hapa Tubone Media. Kama kawaida, tupo hapa kukuletea taarifa zote kali na za kina. Kwa usisahau kusubscribe, kulike au kushare na rafiki zako, na kusubscribe kwenye chaneli yetu. Usipitwe na lolote. Mpaka wakati mwingine, mimi ni Tubone Media. Bye bye.